Unaenda wapi sasa? Unaenda wapi? Sasa kwa nini ulikubali kuja? Si nilikupigia simu. Mimi nimechukua chumba afu unatoka unaenda wapi? Sitaki. Hivi kweli wewe mwanaume kuniambia maneno kama haya mimi? Sasa kwa nini tatizo liko wapi? Mbona vitu vingine ni vidogo afu unashauti? Unashauti nini wewe? Yaani sijategemea kabisa. Sijategemea wala sikuwahi kuwaza kuniambia ushenzi kama unaniambia wale. Sikukuwazia. Yaani ni mwanaume ambaye nilikuwa nakupenda na kujali na kuheshimu. Kumbe una lolote kipupe mpenzi wangu. Nimekwambia hivyo kwa ajili ya kutengeneza penzi letu niweze kuona ni jinsi gani unanijali na kunithamini. Sasa hapo tatizo liko wapi? Kipupe, sikia nikwambie kitu. Mimi ni mwanamke ambaye najiheshimu. Na nidhani kwa pia hata wewe pia unajiheshimu. Kumbe hujiheshimu lolote. Hebu sikiliza nikwambie. Waswahili wana maneno yao wanakuambia kwamba mchuzi wa mbwa unanyoa wa moto. Ukianza kusikilizia kwamba ukisubiria upoe utaona mbwa aliwi, mbwa sio anakula jalalani, mbwa hastahili kulika. Ndio maana nakwambia mchuzi wa mbwa unanyoa wa moto. Hebu jaribu kulikubali hilo jambo. Hata nikikubali kufanya, jamii itanichukuliaje? Jamii itajuaje jambo la mimi na wewe? Mimi nikikwambia nikikubali, wewe usitambe marafiki zako. Marafiki zako wakinikiona mimi sitakuwa nanicheka. Hivyo mimi nitakuwa ni mpumbavu wa aina gani niweze kuwafuata marafiki zangu, niwaambie mambo ya siri zangu za ndani niweze kuzitoa nje? Mimi najua kila kitu ninachokifanya ni understanding baby. Naelewa nini natakiwa nifanye ili tuweze kufikia malengo yetu ya penzi letu. Mimi nimekupa mtihani ili niweze kuona je, una real love kweli na mimi? Ukiweza kunisikiliza kwa hilo, mimi nakuwa niko uhuru kwa sababu ni mtoto mzuri, kila mtu anakuhitaji. Sasa wewe unanikatalia je? Na nimekaa mimi nimefikiria mbali, sikukurupuka. Nimefikiria mbali. Hebu nisikilize bwana. Hivyo vitu hata Mwenyezi Mungu pia hapendi. Wewe vitu vyote unavyofanya Mungu anavipenda? Au unamtia Mungu katika jambo hili? Hebu achana na hayo mambo bwana. Vitu vingine useke tusababishe kukufuru. Kwa sababu wewe unataka kuleta ni kufuru. Kwa sababu wewe mambo mangapi unafanya? Linalowezekana leo lifanyike leo. Na hiyo tunatengeneza image ya maisha yetu. Sisi tunahitaji kuja kuwa na maisha mazuri. Tayari tushaunganisha familia. Tumekuwa ni kitu kimoja. Lazima tutengeneze image nzuri ili watoto wetu nao wakija kuzaliwa waje kupiga mchele nazi, mchele kitoga, mchele soda. Wewe unakuaje bwana? Unakuwa unifikiri mimi mumeo siwezi kukufelisha. Mimi ndo mume wako baadaye. Sasa watafute washenzi wenzio, waambie jambo kama hilo kwa sababu nahisi mtaendana na tabia. Mimi sio mwanamke kama huyo. Tafuta wanawake wenye tabia kama hizo, sio mimi. Usinitafute na tusijuane. Ndio. Ukae kunipigia simu na kuja nyumbani unalialia, sitaki na sipokee simu yako. Bana, tatu niko na mama. Nilikwambiaje jana? Bwana Yesu acha mambo. Niache mambo ili iweje? Mbona unanifanyia hivyo kibubu mpenzi wangu? Si tushaongea ameisha, mimi sitaki. Nilikwambia kama unaondoka mimi na wewe mkataba wetu basi tulizungumza nini? Mbona uko usikie mume wangu Mimi sio mume wako, mimi ni mpenzi wako. Mimi ninapokuamrisha natakiwa ufuate kitu nilichokwambia. So anze kuniambia na kuevo na kuaje bwana. Wewe nimekwambia jambo la maana unakataa kwa sababu gani? Sasa umefuata nini hapa? Kama umekubali fresh, kama hujakubali naomba uondoke. Sitaki maneno na wewe, sitaki kupigizana naye kelele. Kwanza ni kwa mazingira ya nyumbani. Sio kasababisha nikaonekana mimi muuni au namna gani vipi. Kama umekubali endelea kukaa. Kama hujakubali naomba uondoke. Sitaki matatizo. Unajua kipo unaniuzi, si ndio? Sio kukuzi, mimi mwenyewe unaniuzi. Wewe unajua kwa mimi unaniuzi. Wewe unafikiri mimi nilivyokuambia hivyo sina akili? Mimi nina akili kuliko wewe unavyonifikiria. Mimi nina maana yangu bwana. Wewe vipi? Wewe wa wapi? Wewe umeondoka ukajifanya pale una msimamo wako sio na nini? Sasa hivi umefuata nini? Mimi nakushauri kitu kizuri unaniona mimi mjinga. Kama umekataa naomba uondoke. Sitaki makelele na wewe. Sikia kipo nikwambie. Sitaki na sitokubali. Muangalie. Hivi mtakwambia sikubali, sitaki nikwambia. Sasa kwani nani kaja kwa mwenzie? Kwani mimi nimekuja kwenu? Wewe kama hutaki na ukubali basi ondoka. Wewe umekuja nyumbani kwangu. Umekuja mimi ninapoishi unaniambia hutaki nini? Wewe nenda. Kwani mimi nimekufuata, mimi nani nikamfuata mwenzie? Na kama unatafuta sababu mimi na yetu achane, sema mimi niko tayari. Wewe sema tu. Kwa hilo mimi niko tayari, siwezi kurudi nyuma, msimamo wangu uko pale pale. Sawa, mimi naenda lakini usije kunitafuta. Tena usinitafute kabisa. Naomba uondoke. Usinipasue kichwa, no stress, naomba uondoke. Na usinitafute. Nikutafute wewe umekuwa hela. Ondoka bwana. I hate you. Nakuchukia. Uuzi wa maisha. Unafikiri ukinijia mimi na kinguo chako hicho cha namna gani vipi, nguo ina maua hiyo, nyuki wakikuona hiyo nyuki sio unaweza wakakurukia hapo. Nafikiri ndo nitakusamea, sikusamea hii.
Na mpaka dhamira yangu itimie. Mimi sio mjinga. Mimi kichwa changu kinatumia akili nyingi sana. Utafute kwa kitu. Wewe kama utaki basi mimi mwenyewe nitafaidi kimpango wangu, nitajua nitafanyaje. Kwani si wapo watu bwana. Kibao. Shikamoo mzee. Sawa, umeamkaje? Kwema. Karibu. Kwa hiyo amekataa kata yani, kama katibu kata. Wamkata. Kataa kukata miti. Ya mkata. Sasa ndugu yangu sikiliza, mimi nataka nikupe tekniki. Nacheka lakini sio mazuri hata kidogo. Yule unachotakiwa kumbembeleza. Umesikia mwanangu? Yaani hiyo haiwezekani. Sasa haiwezekani mimi kama nilivyokuambia. Nimeongea naye kakataa, sasa mimi nifanyeje? Mzalimishe. Mimi mbona nimemzalimisha, nimempa maneno matamu ya upendo lakini hataki hata kunielewa. Nimeshaongea naye maneno mengi sana mpaka nahisi kama zoezi lenyewe linataka kuwa gumu. Mimi najua nambembeleza lakini bado upo kwenye hardcore. Kuwa soft. Sexy. Mbembeleze ukiwa sexy. Flexible. Jilegeze, viungo viwe laini. Mwanamke anahitaji kupetiwa peti. Okay, sasa yule pale mimi mwenzako nimeangalia kitu gani anachokipenda. Nimempelekea mpaka maua hiyo. Kwa ovyo. Hata maua ya nini? Maua apelekee nyuki. Kadi kliniki. Hujui nini msemo huo? Sasa mimi nifanyeje sasa? Wewe ndo mshauri wangu. Sasa wewe kama wewe mshauri wangu, mimi nakusikiliza wewe, mimi sina ujanja. Nimejaribu, nimeimba hadi nyimbo za Kiingereza, nimeklemisha, nimeenda, nimemuimbia, amenikatalia. Sasa nafikiri nafanyaje ndugu yangu? Sasa hicho kitu ninachokwambia ndio fashion. Kwa hiyo unachotakiwa yani fanya kila mbinu akubali kufanya. Yani yule akikubali kufanya ujue akuachi. Kwa sababu akikuacha na kuwafedhea, atakuwa anakuonea aibu. Atakuwa anaogopa aibu. Fedhea akikuacha. Na familia yake itamchukulia kama hana akili. Kwa hiyo bora tu akomae na mimi nakuwa tumepiga pingu za maisha. Unaona sasa? Kama anakupenda kweli afanye hicho kitu. Au kama ikiwezekana basi wewe kama kuna sehemu yote unaijua tumpeleke hata sehemu za ushauri, tumtafute mtu ambaye ana elimu ya kushauri watu, wamshauri ili atuelewe. Sasa yule pale labda tumpeleke Angaza. Sasa Angaza kwani ana ukimwi yule? Lakini kuna ushauri pale. Pale kuna ushauri na saa, basi tukachukue saa. Na ile tuangalie muda gani twende wapi. Muda gani twende wapi? Inaweza kusaidia ya. Lakini unaona kwa akili yako yule mwanamke anaweza kunielewa hivi? Hata kwa nini asikuelewe? Yule anakupenda. Unaelewa vizuri? Yule anakupenda na mimi ninajua kadatana nini kwako. Unajua wewe kichwa. Mimi nina akili nyingi. Wewe una akili nyingi. Yaani wewe kama ukifa mzungu anakupasua anachukua ubongo. Mimi sina akili, mimi kichwa. Yaani wewe sio kichwa, wewe umepitiliza, wewe umekuwa pembe. Umeona? Yaani wewe pembe kwa sababu ujue ushauri unaonipa wewe utakuwa uwe mshauri wa rais. Umeona? Wewe unamshauri mambo ya nchi au kama sio mshauri wa rais wewe uwe mshauri wa mtu yoyote yule ambaye ana pesa. Ana hela nyingi. Yaani wewe ushauri wako unatakiwa ulipwe. Yaani mimi kama Almasi Mchangani unamaanisha. Wewe sio Almasi, wewe Almasi Nyangasa yule mtangazaji wa ITV. Sema hawajanishtukia. Almasi Nyangasa yule mwanamke. Yule pale dada yake Mwasiti. Sasa wewe ndio Mwasiti. Si Mwasiti yule Mwasiti na Chidi. Sasa mimi Chidi. Chidi. Wanok wanasema mabaya. Wewe Chidi sasa mimi ndio Benzino. Hapo sawa, hapo kidogo tumeshabiana. Unachokifanya mdogo wangu sio vizuri. Mimi nakushauri kitu kizuri sana, nakwambia kweli. Sio vizuri. Huwezi kumshawishi vitu vya ajabu ajabu huyu. Huwezi kumshauri vitu vya ajabu ajabu. Hebu niambie, siku ya siku familia yake washajua ndio unamfanyia vitu kama hivyo. Hebu niambie watamuelewa vipi huyu? Acha hizo boy. Na wewe mambo ya mimi na wewe unakuja kuleta kwa huyu, unakuja kuleta kwa huyu ili iweje? Ningeenda kumwambia nani? Au nisipomwambia mtu mzima ningemwambia nani? Au unafikiri unachofanya mimi nafurahia? Jamii ingenichukuliaje? Na ingenionaje? Lazima niambie mimi. Sawa? Na mimi nakuonya kwa mara nyingine. Vitendo vyako unataka kumshauri binti viache kabisa. Wewe handsome boy bwana. Wewe bado kijana mdogo. Unamshauri vitu vya ajabu ajabu. Familia sawa watajua. Wakijua watamvumilia sometime, no problem. Je, majirani? Wakijua kuna kitendo fulani ambao unaomba au utekelezewe kule. Kitendo ambacho cha ajabu ajabu hakitakiwi na jamii. Hebu niambie, watakuelewa vipi, watamuelewa vipi? Acha mara moja tabia yako ya ajabu ajabu. Mimi nikwambia kweli, nina mke na watoto 5, lakini hata siku moja sijamshauri mke wangu vitu kama unavyoshauri huyu. Mambo yangu mimi.
Mimi atakuwa nipendi, angekuwa ananipenda asingenifanyia unyama kama huo. Ina hivi kweli ungekuwa unanipenda mke wako ungenifanya kitu kama hiko mimi? Na kama usitaweza kukubalia, nitakaza hivi. Sasa mimi nakushauri. Mchunie hivyo hivyo. Kila ninachokushauri wewe mkazie. Kila ninachokwambia wewe mkazie mwanzo mwisho. Mpaka unaingia kaburini, sawa? Sikubali na sitokubali kamwe. Sikubali. Na ukikubali tu kazi unayo. Utadharaulika Tanzania na East Africa. Mimi nilifikiri wewe utalifurahia, lakini naona wewe naye mkubwa mzima unaniona mimi sina maana. Mimi nifurahi mambo kipumbavu. Mimi na akili yangu. Mimi ndo nifurahi mambo kipumbavu. Nani atakayefurahi mambo kipumbavu? Jambo la kipuzi kama hili nifurahie. Mimi nitaamini vipi huyu? Kama mimi ananipenda, kama kitu ninachomshauri anakikataa. Wewe muamini kwa hiyo? Wewe muamini. Mshauri kitu cha maisha. Mshauri kitu cha muhimu sana katika maisha yenu, lakini sio vitu vya ajabu kama hivi. Acha upumbavu. Hivi nikikuwa mwanamke wa future yake, angeniambia vitu vya ajabu kama hivi? Mimi najua nipendi na angekuwa ananipenda usiku kuniambia vitu vya ajabu kama hivi. Mimi sijapenda kabisa. Unajua shemegi, toka umeanza kuongea nimekusikiliza kwa umakini na kwa ufasaha kabisa. Mimi nadhani kwamba yule bwana akapungukiwa labda maarifa na akili. Kwa sababu kama ingekuwa ni mtu ambaye anajitambua, asingekushauri wewe ufanye kitu kama hicho, wala asingeomba kabisa, yani kuleta maombi ya staili hiyo kwako. Ila mimi ninachokuomba, naomba ubaki katika nafasi yako hiyo hiyo, ukaze mpaka dakika ya mwisho. Na mimi nakaza, sitokubali na sitomlegezea hata siku moja. Sitokubali na kuapia shimiji, sitokubali na sitomuelewa kwa swala lolote lile. Sitomkubalia kabisa. Sijua labda malengo yake, ila kiukweli kabisa mimi sikubaliani naye hilo swala. Na siliafiki. Ila ananidhalilisha. Hivi mimi nikimfanyia kitu ambacho nakitaka au nikimkubalia kitu ambacho nakitaka, mimi najua dunia haina siri, kwa sababu yeye atatoka tena kumwambia rafiki yake. Rafiki yake atatoka atanionyesha mimi vidole. Unafikiri jamii kwa jumla atanichukuliaje mimi? Sitaona mimi sina akili, si ndio? Sinaona mimi nitakuwa mjidhalilisha. Yaani unakumbuka ule msemo anasemaga kwamba kosa la defense goli. Kwa hiyo hapo ukiruhusu tu beki zako zisheki, jamaa ana score. Ila kutokana mimi ni mwanaume mwenzake, na wewe umetoka huko mpaka kuja kwetu hapa kuja kunipa hizi ripoti, mimi nachukua jukumu, nitamtafuta yule bwana, yani nitakaa naye chini kikubwa kiume, nitamuelekeza kama ni mtu wa kusikia na kama ni mtu wa kuelewa, basi na imani ataelewa. Alafu ananiambia kama ni chanzo anasababisha mimi naitwa achane, aseme kama anitaki. Sawa? Na kama nitaki na mimi sikutaki Nuru, nijue jinsi gani nafanya au nijue jinsi gani nafanya vitu, lakini sio unakurupuka tu. Mimi sijapenda, naumia katika nafsi yangu. Unajua jinsi gani ninavyompenda kipupu mimi, unajua jinsi gani? Najua. Yaani mimi najua jinsi gani unavyompenda ndugu yangu, lakini shemegi, naomba ukaze moyo, kwa sababu haya ni mapito ya dunia. Na ni moja kati ya majaribu ambayo Mwenyezi Mungu amekushushia wewe. Kwa naomba ushinde moyo na usimame pale pale ambapo wewe unapahitaji. Sawa? Mimi nakaza, sitoachia. Yaani wewe kaza. Yaani ukiachia tu imekula kwako. Ndio. Mwanangu nakutafuta sana. Yaani nilikuwa nakutafuta kwa udi na uvumba. Wewe ndugu yangu unanitafuta mimi naye tuna ugomvi. Wewe unajua wewe ni mjinga wewe. Nimekukosea nini mimi mpaka useme unanitafuta? Unanitafuta kwa lipi? Mimi nakutafuta nikushauri, kwa sababu wewe huwezi ukafanya kitu cha kipuuzi kama kile. Alafu sasa unavyoongea na mimi unanyoshia kidole hivi, hujui kumnyoshia mtu kidole ni dhambi. Wewe unaninyoshia mimi kidole, nafika njiani hapo nagongwa na pikipiki na fariki mimi hapo. Uone kwamba familia yangu itakuangalia wewe, utakuwa umeingia katika visasi ya vizazi na vizazi. Masuala ya kufa hiyo anajua Mungu, kwa sababu ndo anajua mwisho wetu sisi wanadamu. Sasa unasemaje unanitafuta? Unanitisha? Mimi nakutafuta nikushauri, kwa sababu wewe huwezi ukafanya kitu cha kipuuzi kama kile. Wewe kila siku toka umezaliwa kuna nyimbo zinasema swala la mapenzi halina mshauri na haliingiliani na mtu yote. Hayo ni maisha yangu mimi binafsi. Na kama ule mimi ni mpenzi wangu, unawashwa vipi na pilipili usioila? Kinachoniwasha ni kwa sababu unamshauri afanye kitu cha kipuuzi, kitu cha kijinga ambacho kijamii haipendezwi wala haifurahishwi na hicho kitu ambacho wewe unataka akifanye. Bwana wewe watakucheka watu wewe. Hayo ni maisha yangu mimi binafsi. Mimi mwenyewe ndo najua nalilinda vipi penzi langu. Wewe vipi bwana? Sasa naomba unisikilize kwa makini. Sawa? Mimi nakushauri kama rafiki, kama ndugu, pia kama jirani. Sawa? Wewe ni kijana mwenzangu. Uweze ukakaa bwana wewe, ila siku ambapo utakuja kujua mimi nini na maanisha. Lakini sasa hivi watu wengi wataniona mimi mpumbavu, watu wengi wataniona mimi sina akili, watu wengi wataamini mimi kwamba mjinga. Na mimi nafanya hivi nataka niwe yule mwanamke niwe nimemmiliki, ndio tumechafunga pingu za maisha. Na ndio nitajua kwamba ananipenda ama haiko, ni kipimo cha mapenzi. Sio hivyo. Wewe watu wote wanaozunguka taarifa mpaka zinafika kwangu mimi. Unajua zimeanzia wapi?
Kwa hiyo ina maana mtaa mzima umezagaa. Hiyo habari iko mtaani. Kwa hiyo hapa mtaani mnaacha kufanya shughuli zenu mnaniangalia mimi. Fanyeni mambo yenu bwana. Na hiyo ni moja ya kazi ndugu yangu. Mimi kukushauri wewe sijakosea chochote. Kama una kazi labda kitu nikushauri. Chukua nguo yako yoyote ya ndani, ichane afu ishone na uzi. Utapata kazi ya kufanya. Wewe ndo wazimu, huo ndo wazimu sasa. Huo ukisikia uchizi ndo huo baba. Huo ni uchizi ndugu, wewe ukakaa kumshauri mwanamke kitu kama hicho hawezi akafanya. Huo ni upumbavu, atachekwa na wanawake zake yule. Mjinga mmoja wewe, mjinga mpumbavu. Ama kumpendeza wenda wapi? Nasafiri na hapa nimekuja kukuambia nina safari ya wiki 2. Nenda Arusha. Uko Arusha utaarusha vizuri sana. No, mimi niko serious na safiri kwa hapa mimi nimekuja kukuaga. So hata kuomba ruhusa. Hizo wiki 2 hizo na kidogo sana hizo. Wiki 2 jamani, wewe unataka kusemaje? Unataka kulalamika? Watu wanasafiri miaka. Utaenda shakuruhusu vizuri sana kwa sababu wewe wangu. Bwana, nataka kusafiri, nishikie kwanza. Kwa hiyo ndo wataka nifanya mimi ndo supporter yako antenda wote huko nimekuja kukuaga. Supporter ya kwenda wapi? Wewe unajua mimi naenda kufanya nini? Unaenda kufanya nini kwani? Naenda kwenye kazi zangu. Kazi? Una kazi wewe? Itakuwa wewe ndivyo. Wallahi utakwenda tena hapa. Tena kuna kitu nimekumbuka. Naambia. Hivi huyu rafiki yako huyo Kipupwe yuko sawa kweli? Kipupwe? Yupo sasa kama mstari wa mstatili. Kipupwe. Unajua Kipupwe anatoka na dada yangu mimi. Sielewi, maana ukiniambia atoka najua atoka hapa enda pale ndangia nyumba ile ndo najua kashatoka. Anatembea na dada yangu na maanisha Kipupwe mimi shemeji yangu. Lakini hapa katikati hapa kuna vitu vimetokea mimi sijavielewa. Ambao vinamfanya dada yangu mimi hana raha, yani anakosa raha kabisa. Vitu gani hivyo? Sijajua exactly ni kitu gani, lakini inavyoonekana kuna vitu vibaya sana rafiki yenu anamshawishi mimi dada yangu afanye. Yule hamshawishi. Kwanza Kipupwe haangalia hapa hapo kwenye macho ya angalia kule. Maana akisema angalia hapa hafikiri cha mbali, afikiria cha hapa, lakini angalia mbali sana kwa ana mahesabu ya Kipupwe. Kwa hiyo usijidai unamtetea. Mmekaa huko mmeshauriana upumbavu na wewe unaanza kumtetea. Tu apumbavu. Arusha huitaki. Sasa Arusha huendi tena Arusha. Ngoja kwanza. Mimi nakwambia kitu serious. Baby, usichanganye mambo ya Arusha na wewe nakwambia. Mimi safari lazima niende kwa sababu ni muhimu kwangu, ila mnachotaka kukifanya sio kitu kizuri wala sio sahihi. Mnakosea kinoma noma. Sawa? Wewe na wale rafiki zako kama ndio vitu mnavyoshauriana vya kipumbavu. Nataka ubadilike kwa sababu utanipoteza. Nitakupoteza? Yeah. Kushashiba. Kweli mimi nakwambia sipendi hizo tabia. Sio kitu kizuri mnachofanya. Lakini Amina, Kipupwe wewe umkubali Kipupwe wewe? Kwa wewe uko upande gani? Kipupwe. Kwa Kipupwe vizuri. Mimi niko upande wa dadangu, naomba poti. Naondoka. Nikirudi safari nitakupigia. Nisikie umefanya ushenzi. Nanyoa. Sawa. Usininyoe. Nanyoa, isifanye ujinga uone. Sifanye. Amina, safari njema mama. Lakini tuje angalie, kushasikia? Kama hutaki mambo mengi utataka, maana kashachukuliwa. Na yule pale lazima, yani watu wana mitego yao yani. Kipupwe namjua vizuri sana Kipupwe. Hapa nilipo nina bonge la mchoko. Mchoko mkubwa. Kweli. Na huu mchoko unaletwa na yule Kipupwe. Yaani anachemsha yeye, mchoko na upata mimi. Na kupwaga wapwaga wewe. Umeona? Hata sijui yule anachemsha kitu gani. Kwa sababu unajua Mwenyezi Mungu wanawake kawaumba automatically tayari wanakuwa chini yetu. Kweli. Unaelewa vizuri? Sasa yule ndugu yetu sijui na mwili ule unachangia au sijui anafeli hesabu gani. Lakini wajua nini Ami? Mimi kuna kitu nitaka nkinene. Au nkinena. Sio ukinena, unacho kinena. Na kinena ninacho na hichi nitaka kinena. Ndio. Wewe uliharibu kitu kimoja. Wewe ule mchongo ungenipa mie. Kwa nini ulimpa yule? Anani ni yule? Au kwa sababu ankubali sana? Mkupe hiyo wewe vipi? Sasa si ndio mwanao mie? Mpemba wewe unatokea Mchamba Wima kule. Wewe
yule pale nimempa yule kwa sababu yule tayari wapo kwenye mahusiano, ni mwanamke wake. Hata unaniambia nikikupa wewe usijianzishe timbwili wakati wewe yule sio mwana. Awilo. Kwa hiyo ndugu zangu, nyinyi mnakaa vibarazani kwa watu, kazi yenu ni kukaa na kudiscuss maisha ya watu, si ndio? Afika Sampaida, mimi nakutegemea kama wewe ni mtu ambaye utakuwa na hekima na heshima na taratibu za kimila, lakini umekuwa ni mtu ambaye ni mpumbavu, mpuuzi na mjinga, usiyejitambua wala usiyejielewa. Asalala. Wewe na kukaa na kwenda kumshauri kipupwe afanye kitu cha kipuuzi. Naona baba umeamua kuwa kama Yesu. Tatizo umevaa pensi. Yesu havai pensi. Sikia nikwambie kitu. Unapokuta kwanza washikaji wametulia kama hivi wanajadili mipango ya maisha, kitu cha kwanza kabisa, first lady, unatakiwa uanze kusalimia. Najua salimia dawa ya kuchua, lakini salamu ni kitu muhimu kwa maisha binadamu. Unasalimia ndugu zako uliowakuta au rafiki zako, jamaa, alafu mambo mengine yanaendelea, au sio bwana? Ndio ustaarabu. Unahisi nikikupa salamu au nikiwapeni salamu itasogeza wapi? Kwa hiyo wewe unahisi usipotusalimia utapata kitu gani? Na wewe nikikusalimia nini kitatokea? Endelea kuzungumza bila kusalimia, alafu utaona nini kinafuata. Na mimi nitaendelea kubwabwaja na sitasalimia kwa mtu wapuuzi kama nyinyi ambao hususani wewe unakaa mwanaume mzima unaenda kumwalibia mwenzako familia yake. Yule ni mke wake hata kama hajamuoa. Sawa? Wewe piga miluzi, sijipiga mbinja, ziba nini, ziba masikio na pua na macho pia. Ila unanielewa ninachokiongea na ninamaanisha. Sasa huo kwa kweli ni ujeuri na ufitinishaji, na huo ni upuuzi. Weka kimya lakini unanisikiliza. Baba, hiyo tabia ambayo unamshauri mwenzako kufanya si tabia nzuri. Na wala si haipo katika maadili yetu ya Tanzania. Upuuzi mkubwa. Mbona umekuwa mfupi kama kitu gani? Ushamaliza? Umenisikia? Sijakusikia, nilikuwa naimba. Sasa sikiliza nikwambie bwana Jesus. Umejitahidi sana kumvaa Jesus. Tatizo Jesus hajawahi kuvaa pensi. Wewe nenda tu mshikaji wangu, kwa sababu wewe unalazimisha, yani ujue huyu muonekano wake na yeye tofauti, kwa sababu kashajua muonekano wake tofauti, analazimisha aonekane mstaarabu. Ana muonekano wa kiume. Tayari kashajichanganya huyo. Umemwelewa vizuri? Kwa hiyo anajipendekeza, yani anajileta huku kwangu. Unajua kama watu wanatoka huko wanakimbiza mwizi wamempoteza mwizi, wanazunguka na yule anadakwa yeye kwa sababu anapenda sana kuingilia vitu vya watu. Umeona? Bwana fanya uende, utatuponza wote. Fanya uende mwanangu. Mimi mwizi. Sasa si wewe mwenyewe unavyojiweka. Fanya uende mshikaji wangu bwana. Sasa wewe mimi ninaonekana mwizi na wewe ambao unaonekana mjinga na kumshauri mwenzako vitu vya ujinga uonekani, ujinga kama upepo ili jinga hili. Wewe umeona wapi upepo unaonekana? Ujinga kama upepo. Wewe umeshawahi kuona upepo una rangi gani? Eti blue. Rangi kama Tanzania. Mimi na wewe sina huyu bwana. Najua huyu hayupo, lakini kwa taarifa nilizokuwa nazo wewe, mimi na wewe utanyooka tu. Na mimi nakipinga. Na pia na kilaani kwa sababu ni kitu cha kinyama na ni ushenzi pia ndani yake huko. Sawa Yesu mvaa pensi. Nashukuru. Sasa mimi sio Yesu mvaa pensi. Mimi Yesu kinywele. Sawa. Umejichanganya. Umeona yule bwana? Sasa yule pale anajaribu kujirejesha. Kashajua tayari ana muonekano. Sasa unaona kaeka mara kinywele, mara kaeka kitani, mara kaeka sijui bleach, sijui ndo nini. Amekuwa kama Awilo. Hata tayari unajua kwenye jamii yetu kishajiweka vile umejitenga, umejiweka nayo mbali. Sasa nimekuona. Ni kwa nini wewe una mambo ya mimi na wewe unatangazia kila mtu ili iweje? Unavyomtangazia kila mtu ili iweje na unapata faida gani? Wewe litakaje? Nitamwambia kila mtu ambaye nitakumwambia. Sawa? Sasa kwa akili yako ulivyonipeleka kwa yule mzee jana ndio iweje? Kasaidia nini? Mimi akinipalane na nishika yule. Kwa sababu mimi hajanizaa, tumetoka tu mkoa mmoja, usielewa bwana. Kwa mimi yule pale hata ulivyoenda kushtaki hujasaidia kitu chochote. Utakachoniambia mimi ambao tusikipendi lazima nitatafuta ushauri kwa watu, sawa? Wewe unafikiri unafanya ni mazuri, si ndio? Kama shida yako kila mtu ajue, nenda katika mablogi. Kawape taarifa yangu kwamba bwanangu kanifanyia hiki. Watakutengenezea blogi yako, watu watajua, Tanzania nzima itajua. Kuna mshikaji wangu mmoja anaitwa Abdalla Mensa yupo kwenye magazeti haya. Nenda kamwambia atakutoa front page, ukitaka page ya katikati, ukitaka page ya mwisho, ukitaka maandishi meupe, maandishi ya njano. Katangaza sehemu zote. Au kama haitoshi,
tafuta gari la PA, chukua gari, pita unatangaza huko barabarani kote, unatangaza kwamba jamani, mimi bwanangu kanambia hivi na hivi na hivi. Kama unaona pia haikutoshi, tengeneza clip ndogo ndogo za WhatsApp. Tupia WhatsApp watu waweze kujua, unataka watu wote wajue. Au unaenda pale Kariakoo, sasa kunipande kichwani, unanielewa? Nikupande kichwani wewe ngazi, nikupande kichwani kwa kitu. Umemaliza? Wewe ni yako, mimi nikubali. Na sitokubali. Nakwambia hivi sana kusisitizia, sitokubali. Mbio zako hizo ni mbio za sakafuni, kwangu hazitokubali hata siku moja, na sitokubali na kuahidi na kupromise sitokubali. Na nitaendelea kukata na nitakaza mpaka mwisho. Sikulegeza hata siku moja. Wewe ni yako nikukubalie tu, una lolote muangalie. Hivi ngoko nilipenda ungeniambia pumbavu kama huo. Wewe jeuri. Ndio jeuri. Mbona utakaje? Mimi sibishani na wewe. Na usibishane na mimi ndio. Ndio utajua. Wewe ulinifukuza wewe. Ndio utajua kama kwetu Tanga. Ndio utajua mwenye, na sikubali ng'o. Na mimi ninakuendea siongee tena na wewe. Na usije kaongea na mimi, kama shida kuongea na wewe. Ndio funga mdomo wako. Na kuziba mdomo. Ndio utajua na uzibaje mdomo. Mbuzi mwekundu anatosha. Wewe toka nitishi kwa lolote na sitokubali. Unachotaka mimi unachotaka wewe mimi siwezi kukifanya hata siku moja. Kwa sababu ungekuwa ni mwanaume ningejua ningekufanyaje. Ningekushusha vitu. Ningekushusha vitu. Mbuzi mwekundu anatosha sana. Nikikuendea sehemu moja Pangani. Silogeki baba. Hata silogeki ng'o. Haya. Mimi najivunia mimi mwanga. Toka huko. Utajua mimi na maana gani. Ndio nitasema chokitaka kukisema, nitafanya ndio nitakufanya, na sikubali ng'o, sishawishiki na sidanganyiki. Hivi kwa nini mpenzi wangu unanifanyia hivi? Au unajua kwa sababu nakupenda? Hivi kuna unanifanyia hivi wewe jamani? Mimi sitokubali. Sitokubali, na haidi sitokubali kabisa. Siwezi. Au kwa sababu unajua nakupenda, si ndio? Hivi kule jamii itanichukuliaje mimi? Sio ndio tu akili? Siwezi. Siwezi kabisa. Yaani siwezi na sitokubali. Uko juu sababu unajua mimi nakupenda, si ndio? Unanyanyasa, nakosa raha. Hivi kule kuniambia nifanye hivi mimi? Hivi nafikiri jamii itanichukuliaje? Hata Mungu vitendo hivi hapendi, mume wangu, hapendi. Au utaniangalaje mimi? Mbona nifanyia hivi mpenzi wangu? Mimi siwezi. Siwezi kabisa. Hivi nafikiri jamii yote itaniangalaje mimi? Au kwa sababu nakupenda, si ndio? Siwezi kabisa, hivi kabisa sitaki. Una matatizo gani mbona unaongea peke yako? Mimi niko ndani nasikia unaongea, nitajua labda uko na mtu. Hawezi mimi kunishauri vitu vya ajabu kama hivi. Hivi nafikiri mimi itanichukuliaje? Au itaniangaliaje kwa ujumla? Kipupwe tena. Amekufanya nini safari? Yaani naona hata aibu kukuelezea. Sijui nitamwambiaje. Unajua nilishakwambia huyo Kipupwe huyo atakuja kukutoa roho dadangu, tutakukosa. Hivi nyinyi mna akili nyinyi watu wawili hapa? Mimi nimekaa ndani huko nasikia mimi nikajua majirani, sababu Mbeya ni majirani. Kumbe nyinyi mtu na mdogo wake mnaombea gani hapa? Sasa kaka sisi tulikuwa tunaongea, jamaa tapiga story. Zungumzeni uombea ili tuwe watatu, kwa sababu umbea kwa watu watatu, wanne, watano unakuwa unazidi kwa umbea. Sasa mazungumzo gani nasoisha? Mimi nimekaa ndani huko nasikia tu makelele. Tena sasa wewe hapo, wewe hichi kidogo hiki ndio unamfundisha tabia mbaya mdada yako wewe. Viangalie vinywele vyake. Hivyo vinywele hivyo umepata wapi? Sasa kaka ile si wigi. Ndio wigi, lakini wewe ulizaliwa na wigi? Wewe mimi nimekulea mwenyewe toka mdogo mpaka unafikia hapo. Unazaliwa mimi nakuona wewe una vipilipili. Tena umepata bahati umezaliwa na vipilipili. Kuna wengine wana upala, yani wanazaliwa na upala. Umezaliwa na vipilipili bado vivi vyako unaviona vya kibwege. Umekwenda unavaa milesti wigi. Sasa sikiliza wewe na nikupe kazi. Sawa? Nataka uende kwa rafiki yangu pale juu kati pale, mshikaji wangu Masudi yule. Kuna mzigo wangu jana mimi niliuacha pale kwa sababu nilikuwa naogopa kuja nao. Unajua huko usiku kuna ukabaji huko. Kwa nenda pale atakupa mzigo wangu uulete hapo. Na wewe hapo wewe kama una kazi ya kufanya bora uingie ndani ukapike. Umeelewa?
Angalia kama demu. Kumbe dadangu. Haliwezi kukamilika hata gorofa leo na rosheni 20, lakini kama halina toilet, watu hawezi kupata huduma muhimu za kijamii. Basi shem, mimi nitaongea naye. Kama swala lenyewe ni hilo dogo sana, mimi nitamshauri atakubali. Hebu kaongee naye bwana. Sawa. Serious, kaongee naye bwana. Tamwambia kumbe hilo tu. Please, I promise you. I'm sure she will understand. Hebu kajaribu kuzungumza naye. Bye. Bye too. Shemeji yangu naye. Sasa kile kidude alichofunga nyuma ndo kidude gani? Ndo nguva ya mapana au ndo sina mpenzi? Jamani. Dadu. Njoo. Wewe, nimekutana na Kipupwe. Habari zako za Kipupwe sitaki kuzisikia kabisa. Upumavuni ushizeni huko sitaki kuzisikia. Wewe sikiliza, mimi nikwambie. Niko njiani hapa, unakumbuka kaka alivyonituma? Nimekutana na Kipupwe, nimemsimamisha na nimeongea naye. Nimemuuliza kila kitu na kanieleza. Hivi wewe una akili kweli wewe? Unataka maisha gani? Wanaume kama wale sasa hivi hakuna, wanaume wenyewe sasa hivi wachache. Mwanaume yule anakufikiria wewe maisha yako unakataa, una matatizo Kwa hiyo unanishauri nini? Shauri wewe kubali. Yaani wewe ndio una akili. Katika watu wasiokuwa na akili wewe una akili. Hivi nafikiri jamii itanichukuliaje? Na itaniangaliaje kiujumla? Mtu anakufikiria wewe maisha yako, anakuambia mambo ya maana ya kuendelea wewe maisha yako ufanikiwe, eti unakataa. Wewe mtu mzima na akili zako unanishauri ujinga. Mimi sitakubali na sitakubali kabisa. Na kweli sitakubali, sitaki. Wewe unashindwa kufanya mambo yako ya maana uendelee, unakaa unaangalia jamii. Unadhani utasogea? Utabaki hapo hapo. Wewe yule mkubalie. Mfate mkubalie, akija tu mwambie mimi nimekubali. Yule atakuja kupata goma litamganda, wewe utamkosa. Kwa hiyo cha msingi wewe kubali. Mzangu mimi naogopa. Unaogopa nini sasa? Unaogopa nini? Hamna hata kinachoogopesha hapo. Wewe kubali. Mimi nimeongea naye, kaniambia vizuri, nikamwambia sawa, mimi nitaongea na Danu. Kubali dadangu. Siku ngombe kitu. Mimi nakubali. Kubali. Kipupwe mimi nimekubali. Mimi nakwambia kweli nimekubali. Ila Kipupwe anaonekana anipenda kweli Anakupenda. Wanaume kama wale hamna. Unielewa nadhani. Nakubali. Bwana mimi nakubali. Nakubali. Ndio wangu nimekubali. Sasa hapo baby mimi ndo umenifurahisha. Yaani wewe king'ang'anizi. Uking'ang'ania jambo wewe mpaka fanikiwe. Sio king'ang'anizi. Mimi nilikuwa nakwambia nina maana yangu. Na leo mimi nimeamini kweli baby umenipenda. Lakini jambo lilikuwa dogo, ukalirefusha mapana 70 likawa refu. Wakati ilikuwa ni kitu tu cha kushauriana mara moja mimi na wewe, wala watu wasingejua. Lakini sasa naye ukaomelivalia kitananzali sasa. Kila ninayekutana naye jambo ndo hilo, ndo pale mimi ulipokuona niuzi mke wangu. Basi hapo umefurahi mpaka mwenye yako naona vizuri. Jamani. Yaani leo baby nimefurahi yani. Na ndoa itakaribia muda so mrefu. Na kitendo ulichonambia leo, huwa umekubali kutekeleza jambo langu lilokuwa nalitaka. Yaani kusema ukweli leo siku yangu imekuwa nzuri sana baby. Kweli? Poa usijali. Kwa sasa tunafanyaje? Maana mimi sijaelewa mpaka sasa hivi ni lini nafanya. Yaani hapa tunamsubiri mtu huyo mmoja tu. Nani? Kaka. Afanyaje? Sasa mwenyewe iko nyumbani hajatoka mpaka sasa hivi. Yaani akitoka tu mimi nakuja mpenzi wangu. Kama vipi ilifanyike hata leo? Haya maswala yanatakiwa haraka haraka, sio ya kuweka usiku. Unaweza ukabadilika na roho. Yaani hata leo akikaa vibaya mimi nakuja. Basi poa, hamna no. Mimi nakusikilizia kati ya kesho ni kesho ijitahidi. Wewe ukishakuwa tayari. Kati ya kesho. Wewe nipigie mimi simu nitakuelekeza hapo nilipo alafu kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo utanipigia simu na kufuata. Utanifuata mimi nilipo kama utachukua tukutuku, utachukua bodaboda, utachukua bajaji. Yaani umefurahi wewe. Yaani Baby ukinikumbatiaga unakaa uvundo. Mistaki bwana. Afu mwanzo nilikuwa siri fulani. Kasampai. Wewe kasampai. Nakushtua baba nimevaa kinyago. Wewe masikio umeweka nini? Bwana nimeweka filigisi. Filigisi? Nilisikia umesema maini. Mimi naita toka kule Kasampaida. Wewe bwana. Kasampaida lakini mwanangu nisikii hata kidogo. Mwenzangu mbona tabasamu limechanua? Leo tabasamu pana mwanangu tena pana kweli. Leo natamani nicheke meno atokee huku. Uhakika. Uhakika 100. Sasa kumbe kwa sababu ninavyokuambia mtoto kakubali.
Uhakika kakubali mwenyewe, kaniambia bwana baby mimi nipo tayari. Mimi si nilisema? Sasa hapo tayari. Hapo tayari kila kitu kimekamilika. Sasa cha msingi unatakiwa ufanye naye mipango. Lakini mipango unayotakiwa kuifanya wewe, unatakiwa uondoke mazingira ya nyumbani. Ninamaanisha lodge au guest. Usijitusu kufanya mipango nyumbani. 75% ya matajiri duniani wanafanya mipango lodge au guest, au wengine waliobaki wanafanyaga chooni. Lakini wewe kwa sababu bado hujakomaa kwenye swala la kupanga, usipangie chooni, utavurugwa na harufu ya vitu vingi mule. Nenda lodge au guest. Sasa hapo mimi bwana nataka unifafanulie kitu kimoja my friend. Kuna utofauti gani kati ya guest na lodge? Tofauti ipo. Ni nini? Tofauti ipo. Ni nini? Guest kuna guest. Unaelewa? Alafu lodge ni kama kuna kulonge. Launch. Yeah. Wasanii wanatumia kulonchi, alafu vile vile kuna kitu kinachoitwa lunch kinapatikana. Kwa hiyo lodge kuna kulonchi na lunch. Wakati guest kuna guest na mitungi. Vile vile guest kuna kuwa na mpanga boy, wakati lodge kuna kuwa na air condition, AC. Umeelewa? Alafu guest vile vile kuna kitu kinachoongezeka. Kuna wale wadudu wanaotambaa wanakunyima la mlalaji. Kunguni. Aha, sawa. Mwanangu mimi sitachoka kukusikiliza ushauri wako. Unaniona sijui? Mimi wewe ndo mwanangu, ukinipoteza unanipotezea. Kama unanishauri mambo ya kijinga ujue umepoteza bonge la baba hii. Siwezi baba zima ili unaliingiza katika masuala ya matatizo. Siwezi kukufanyia hivyo. Wewe wangu unajua. Changu chako changu. Au sio? Na wewe ndo wewe mwanangu unajua wewe upo kama mtu mzima. Mimi hujanipa hata shilingi 10 mpaka dakika hii. Wewe mdogo wa umbo. Lakini vilivyobakia vyote kwako ni vikubwa. Sasa nashukuru. Kwa hiyo ndo kama hivyo nilivyokuambia, zingatia huo ushauri. Alafu baadaye kidogo nitakushauri mimi unatakiwa uende lodge au guest gani. Si unajua kuna tofauti kubwa ya lodge na guest. Kwa hiyo fanya hivi. Haina noma ndugu yangu. Afu guest kuna guest fulani hivi. Nitakupigia simu kwanza, nitakupigia simu nikujulishe baadaye. Sasa kwa wapi sasa hivi? Mimi sasa tena ndo ninamshawasha tena. Unajua hapo uhakika. Uhakika. Uhakika baba. Mwenyewe. Kipupwe. Odi. Kipupwe. Ya. Napatikana. Kipupwe. Shwari. Shwari. Karibu sana. Karibu. Hii shughuli bila maturubai.
Au mwapangishe siku hizo mwapangaji wote amejaa. Yaani wapangaji wenyewe kwa wanatosha, amejaa sana wengi. Hivi. Insa, weksa. Shwari. Unasemaje? Shwari. Shakuelewa Dole. Nani anakuambia Dole? Nani anakuambia? Mbona kuelewa? Mimi nakwambia hivi. Umndani kwetu mnaona umndani. Vyumba vimejaa. Kwanza wapangaji wenyewe walikuwa wabishi kishaza. Yaani wabishi kwanza kulipa kodi wabeshe, kutoa umeme wabeshe. Sio mpaka mimi mwenyewe ndo nagoma anafagia. Kufagia tu wabesha. Hapo niambia Dole nani anakuambia kukubalia? Hapa vyumba hamna. Labda hujanielewa kitu kimoja. Mimi sio kwamba nina shida ya vyumba. Ila kuna rafiki yangu mimi anaishi humo amepanga, anaitwa Kipupwe. Sasa nimekuja nimegonga sana hapa, nikaona kimya, nimemsubiri sana hapa, umeona ndio umetokea wewe. Sasa ndio nilitaka kujua kama yupo au hayupo, yani ili nichague mmoja, kusuka au kunyoa. Unasemaje? Nianze tena huko. Yaani ni hivi. Kuna rafiki yangu anaitwa Kipupwe, anaishi humu ndani amepanga. Nimegonga sana na nimesubiri muda mrefu sana hapa bila mafanikio. Sasa nilikuwa nataka kujua moja kama yupo au hayupo ili mimi nijue nafanya kitu gani, kama nasuka au nanyoa. Unasemaje? Ndani ameupia tena rafiki yangu. Unasemaje? Kipupwe. Namuulizia Kipupwe. Nani? Kipupwe. Kweli. Nimetumia nguvu. Sasa hapo unapoulizia mimi mwenyewe sijui kwa sababu mwezi na sio Kipupwe huu. Utakuwa kiangazi. Kwa sababu mimi sijui. Mimi sijaulizia majira ya nukta. Wewe unaongelea masuala majira ya nukta. Mimi sijaulizia majira ya nukta. Umenielewa? Kipupwe sio kiangazi sijui. Kipupwe ni mtu. Yule naye mimi nilimshauri bwana, hilo jina unalokuwa na wazazi wako angalia ukubwani utabandikwa majina ovyo ovyo, ndio kama mimi Kipupwe ninamuulizia ni mtu. Umeelewa? Nasemaje? Mbona sio mwelewa kabisa. Nambeko Kipupwe. Kwa sababu Kipupwe tunakuaga na baridi sana. Kwenye Kipupwe tunakuaga na baridi afu hiki kiangazi. Sio mwenyewe nimetaka singend. Yaani joto na kuna joto kishenzi yani. Na hisi kitakuwa kiangazi. Sio Kipupwe hiki. Ni mtu, yani ni mtu fulani hivi. Bonye anabonyea, anamwanya hivi. Amepanga umbo wao utakuwa unamjua. Shakuelewa. Humu kuna mtu ulimkopa? Nije kumkopa yeye Adija. Unasemaje? Kwa hiyo mtu ulimuuzia na kaumu. Hawakopeshi, mbona wakopage huko? Umtani kwetu? Ana tabia hiyo. Wewe mwongo shakuona. Kati yako na nyanyua vyuma. Unasemaje? Naondoka. Unasemaje? Fresh. Unasemaje? Mimi nashangaa mtu gani mpope unakuja huku unaulizia vyumba huko. Waone vyumba vya nyumba za gani kibao zimejaa. Unaulizia vyumba kwa umeona nyumba yetu, umeona ndio nyumba ya kupanga. Inshallah. Wengine mimi nikajua kwamba akili zao. Sasa ulikuwa unakwenda wapi? Ulikuwa unakwenda wapi? Mlango sio kutokea hapa. Mlango kutokea ni hapa. Huko unakwenda wapi? Ni kwa nakuacha vipi? Subiri. Mwanzo mimi nimeingia mlango hapa, jana nimekuingia mlango huu, si ndio hivyo? Leo nataka mlango wangu unatafuta kitu gani kule? Usitabali malizia kwa kinyongo mimi. Nitakufumua. Kuacha vipi? Wewe. Nini? Mbona mkunja mtoto wa kike wewe vipi? Huyu anasema kijinga bwana huyu. Sasa wewe unamkunja hivi, akati chini kuna tiles hapo. Ukimsukuma akianguka. Oya, afa, uko mbele nisumbue langu. Na macha vipi sasa? Macha vipi? Huyu sikiza mkwambie dada kima yutokea hapa. Jana amekuja udamu ndio kama saa 4 usiku kaja hapa. Si mimi nina shida, si mimi kuna kakaangu bado nimemwacha sehemu gani? Wacha kufanya mimi naomba nikae kwenye chumba chako mara moja hapa. Ndio lazima utakuja atalipia chumba nini kitu kina saa. Mimi nilipo nini? Sina pesa. Sasa niko mimi binadamu, ndio moyo wa unyonge, moyo wa huruma. Nikasema ngoja nimsaidie langu nini? Baadaye sasa atalipia chumba shilingi 15,000 juu hapo. Nikaona mimi sio mbaya sana. Asubuhi anatoa. Ngoja sasa Au dai gani? 15,000. 20,000. Kuna bali kama hizo huko mjini. Unja umepanga kiasi, unatometa jeuri. Unaleta jeuri sasa. Wewe tunasha utapewa. Sasa shemu. Pole sana. Asante kwa nini unaingia gesti hapo la watu unautegemea nini?
Tuondoke. Tuondoke vipi? Mimi uko nje wanted naondokaje? Wewe nenda kafanya hiyo michakato, mimi nakusubiri hapa. Kwa hiyo unataka kubaki hapa? Mimi sina baki hapa. Na udada. Mbona kwa na wifu wa kijinga bwana, tuangalie maisha bwana. Udada vipi? Masuala ya udada anakujaje? Wewe nenda akafanya hayo masuala, mimi unanikuta hapa. Dada, nakuachia mume wangu. Mimi sitoki, mimi sina kaa hapa darasani. Ndio. Hebu njoo. Mimi naondoka, nakwambia sikubali. Hamna kwenda sehemu yoyote, unanisikia? Hamna kwenda sehemu yoyote, unakaa hapa mpaka kaka aje yamalizike tujue. Hapa huendi mahali. Unafanya ujinga wako hapo, unaondoka kirahisi uniete mimi msala hapa uondoke. Mimi naondoka, kwa akija kaka yako mwambie jinsi na kumjibu. Kwa hiyo usinifuatilie. Wewe hapa huwezi kuondoka mpaka kaka yako arudi. Sawa? Sikia, wewe utajua jinsi gani utamjibu kaka yako na mimi nitajua jinsi gani nitamjibu. Sawa? Tole hela zimepotea, tunataka kutembea. Mama unamsubiri kaka yako ndo unachapa lapa. Hapa wewe uondoke. Lakini hapa huwezi kuondoka kizembe tu. Wewe unaenda mkoani, kwa unataka nini? Fanya nini? Naomba tu tunaheshimiana, sawa? Heshima yote mkondo wake, sawa? Danuru huwezi kuondoka. Nimekwambia kwani lazima nifuatilie usifanye maisha yako. Mimi nina uhakika hela umechukua wewe. Mimi ndio loiba. Mimi ndio loiba nauliza, mimi ndio loiba. Wapi zimeenda wapi? Wewe na mimi ndio tunajua hela zilipo. Hela zimeenda wapi? Mama kupa ya sanina mimi wewe. Mimi najua tu. Mimi najua. Ndio, mimi najua ni yeye. Na kaka akija namwambia. Wewe sawa, nenda. Wewe nenda ila mimi nitajua cha kufanya. Nenda, wewe si mjanja, nenda. Wewe si mjanja. Ondoka, napo nifuatilie maisha yangu. Wewe si mjanja, poa, wewe nenda. Nitajua cha kumwambia kaka, wewe nenda. Na kipupu, yani lazima awe kipupu anayekushauri wewe ujinga. Pole sana dadangu. Yaani kwa hadithi yako ulivyonisimulia naifananisha na sinema moja ya Kihindi inaitwa Dilwale. Nashukuru kaka. Ni sinema ambayo inasikitisha, inatoa machozi, jasho na damu. Kiukweli kuna watu ni wanyama sana. Sasa kwa nini wewe binti mdogo unaonekana umri wako bado kabisa wewe, hata ubwabu wa shingo hauja kutoka? Kwa nini wewe umetoroka kwenu na kuja hapa? Unajua kaka, nilipotoka kule kwetu Kigoma niliposikia Dar es Salaam nikajua ni huku kuna maisha mazuri, nitakula vizuri, nitavaa vizuri, lakini nilipata huku nimeteswa mimi, nimepigwa. Niko na nyuma mpaka chakula. Usika kunyima chakula? Chakula kinanyimwa mtu chakula jamani, vyakula kibao mtu anakunyima. Wewe nawaambia niache. Kuna watu wengine ni wanyama si watu. Yaani unawaleta kabisa katika upande wa Mama Malia. Pole sana. Kwa hiyo wewe Kigoma ulikuwa unakaa sehemu gani? Kazula mimba. Kwa hiyo wewe hapa ilikuwaje? Maana naona jamaa anakukunja bila sababu za msingi. Unajua kaka, yule kijana mimi nilikuja usiku hapa. Kuja usiku nikamwambia naomba chumba. Ili asubuhi ndugu yangu akanirushia hela nitakupa. Lakini mpaka saa hizi unavyoona ndugu yangu simu yake haipatikani na hela mpaka sasa hivi haijaingia. Pole sana. Kwa ulikuwa leo asubuhi unaelekea Kigoma? Mimi mwenyewe nina safari huko Kigoma. Kwa nini tusiongozane kwenda huko Kigoma? Tena itakuwa vizuri. Tutafikia kwetu. Kuna nyumba kubwa tu. Hivyo kule Kigoma kuna ugali fulani unaitwa ugali wa loya. Upo ugali wa loya? Upo, sina mzuri kila unanenepa. Na kuna samaki fulani unaitwa migebuka. Migebuka yote hiyo yani kwetu. Sato zote yani. Kambale hamna kwetu. Hakuna matope kule. Sio kama hamna matope, si atuli samaki kama wale. Wale nguva. Yaani sijaenda kumuona kakaangu. Na ukubwa huo wote sasa kumuona. Mbona ukubwa huu umekimbilia kushika hapa? Zinahusiana nini na ukubwa huu? Hamna, si nimeshika hapa. Sawa. Basi hamna tatizo dada. Nitashukuru sana. Wewe nani? Unafanya nini hapa? Na wewe bwege nani? Wewe bwege nani? Wewe. Usimpige basi. Naomba timba. Nini? Wewe unajua? Tunaelewa kezetu. Wewe unakuja unatembea nao. Basi kwa dai. Tuelewe mwanangu. Wewe unamjua? Unamjua? Tunataka leo ngapi? Usinishike usiniguze. Tunataka leo ngapi kwa leo kezetu? Alafu unakuja. Kuna mimi sielewi kitu. Nini?
Piga atakupasua. Mimi sielewi kitu. Mimi sikutoshelezi, sikutoshelezi. Mbona kimbilia begi? Niachie. Sikutoshelezi. Hebu nitoe, wewe si mshikaji wangu. Niachie. Sasa kuachia bwana. Ukaelewe wewe. Nisikilize. Utaelewa? Mimi sio naona boya. Wewe kumsaliti mimi. Nipe begi langu. Begi lako la nini? Na sali begi mimi ndo naondoka nalo. Begi wewe mwanangu usinichukulie poa. Mwambie wewe sister kwa Mimi hapa mke wangu au kama mke mtu sumu. Unasemaje? Mbona kimbilia begi? Acha. Nakupasua. Nitakuzingua. Mke wangu mimi namchungu naye. Sasa begi langu nini? Mama. Niwe na begi langu. Niwe mimi. Hapo sasa. Ondoke. Samahani kaka, eti yule mume wangu kaenda wapi? Huyo kibonge. Ndio. Alikuwepo wamekaa nje muda mrefu toka upomwacha pale, wamekaa wamebusti pale, wakabusiana wenyewe. Watu masema akacheka mwisho anambia bwana tunaomba chumba. Nikamwambia sasa sikuwa huko ndani kwa kinga chumba cha mara kwanza kile. Ndio kama wameingia ndani mle. Wamekaa mimi nasikia tu wenyewe wanafanya nilio kwa nikaona mtu ndani mbona sauti zao zimezidi kuwa kubwa. Lakini nikaona kimpango wao wamekaa kama nusu saa hivi baadaye wamekuja wakaja dada mwingine hapa akaingia hapa naye namuuliza kafanya kibonge ana nini Omari eti Omari ana nini madimpo mwenyewe nikamwambia huyo yupo mbona ndani hapa akatoka nje basi akamgongea katoka akaongea wakacho chumba cha pili chingine kwa kamwacha yule nga chumba cha pili wakaingia mtu wafafa mambo yao wenyewe baada pale dada katoka kapango yake akamsindikiza mimi nikaona basi haina shida kaka muda fulani kaingia tena chumba cha mwanzo kaendelea vitu vyake mama ya kwanza mara katoka tena anambia kaka bwana sisi tunaondoka nikamwambia yule pale ndio yule dada yule alivaa baibui mweusi. Wakaniaga bwana sisi tunaondoka nikamwambia jamani tumewazoea jamani kwani msibaki tu. Sema bwana mimi nasafiri naenda zangu mkoa mkubwa huko. Mkoa siutaki. Nenda mkoa mkubwa kwanza nina demu mpya huyo hapa nimempata. Yule demu mara kwanza mimi simtaki, yule demu wangu wa zamani. Simtaki demu mwenyewe mbaya. Demu macho yake mundani yananiliu, macho yana nini? Yana waya. Macho yako yana misumari imetokeza kwa nje ukaona mtisha. Miguu yako imepasuka ina magaga miguu yako. Wewe mashavu yako umepachukua nini stili waya zile zimetokea kwa nje kwa hiyo zinakaa kama unatisha. Kwa mimi simtaki. Mimi nikamwambia kama ndivyo basi sawa. Kwa hiyo akija hapa mwambie bwana aondoke zake mimi sina time naye natafuta maisha yangu mkoa mkubwa huko. Huu ndio mchango wa maisha. Ndio bwana gela langu. Alichokifanya hapo kafungua mbegi. Una mihela hivi. Yale imejaa. Kanigia shilingi 500 yangu kaondoka zake. Kwa ndugu yangu hapa hutakiwi. Umeachwa au umeachika au umeachika. Usifanye makei bwana watu mlamu. Hiyo ndio tusione nyinyi kupenda watu mahesabu boy wanasumbua. Wewe ndio mtu kama mimi samsinga sura bebelo mimi mambo inaenda. Kwa hiyo tena mashauri kwa bila kuondoa waacha makelele bwana. Watu wamelala.